Mwadhama Polikar Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mheshimiwa sana Dr. Philip Isidor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu wa heshima. Shahamu Eusebius Nzigilwa, askofu wa Jimbo Katoliki la Mpanda na makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Mhashamu Yuda Tadei Ruwa'ichi, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mhashamu Lazaro Msimbe, askofu wa Jimbo Katoliki la Morogoro. Mhashamu Stefano Musomba, askofu wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo. Washamu maaskofu wakuu, washamu maaskofu, mapadre waalikwa, wakuu wa mashirika ya kitawa na watawa wengine, mashemasi na waseminari, waheshimiwa na wageni wa kiserikali, wapendwa waamini katika Kristo, Jubilei 2025, mahujaji wa matumaini, sisi sote tuko hapa leo katika tukio hili la furaha la kumshukuru Mungu kwa kusimikwa Mhashamu Stefano Musomba aliyekuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili jipya la Bagamoyo lililoundwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco tarehe 7 mwezi Machi 2025 na kuzinduliwa rasmi jana. Niruhusu nitoe kwa niaba yangu na Kanisa Katoliki lote baraka za dhati kwa jimbo hili na kwako Mhashamu Askofu, na ninakutakia mafanikio katika kuanzisha utume huu. Hongera sana. Kama kunavyofahamu, Bagamoyo inajulikana kuwa mahali pa kihistoria si tu kwa Tanzania na Afrika Mashariki, bali pia kwa Kanisa Katoliki, kwa kuwa ni ushuhuda hai wa mwingiliano wa imani za kidini na maendeleo ya kijamii, unaotoa taswira adimu ya historia ya eneo hili na jukumu lililofanywa hapa na wa kwanza. Ni mahali ambapo mapadri wa Roho Mtakatifu walipajangua mwaka 1868 kama kituo cha kwanza cha wamisionari katika pwani ya Afrika Mashariki. Mahali hapa ndipo Ukristo ulianzishwa, kuimarishwa, kuendelezwa na kupanuliwa. Ni mahali ambapo watumwa kutoka sehemu mbalimbali walipewa mapumziko baada ya safari ndefu. Ni mahali ambapo wengi wao
Wao walikuwa wakiacha nyuma matumaini yao, mioyo yao, bwaga moyo. Kwani walipouzwa, kusafirishwa kwa meli, na kwa bahati nzuri wengine walinunuliwa na wamisionari ili kukombolewa na kupewa tumaini jipya la uhuru. Kwa hiyo, kwa umuhimu wa mahali hapa, vikarieti ya kitume ya awali ya Bagamoyo iliundwa tarehe 11 mwezi Mei mwaka 1906, lakini ikatoweka tarehe 25 Machi mwaka 1953 lilipoundwa jimbo la Morogoro. Nina furaha sasa kushuhudia pamoja nanyi nyote mamlaka ya zamani kuwa jimbo kamili katika mwaka huu wa jubilei, ambao unatualika sote kuwa mahujaji wa matumaini. Pongezi kwenu. Napenda kumshukuru Askofu Mkuu Juda Tadei Ruwaichi, askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam, pamoja na Mashamu Lazaro Msimbe, askofu wa jimbo la Morogoro, sio tu kwa kukubali kuendeleza mchakato wa uundwaji wa jimbo hili, bali pia kwa kutoa sehemu za mamlaka yao ya kiaskofu kwa ajili ya kuundwa kwa mamlaka hii mpya ya kiaskofu. Jimbo hili litaendeleza utume wa Kristo aliyekuja kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Unaweza kudirika katika dhuluma ya kijamii, chuki, ukosefu wa heshima ya utu wa binadamu, na kwa njia nyingine nyingi zinazojulikana kwetu sote. Tukiwa mahujaji wa matumaini, hasa hapa Bagamoyo, mahali maarufu sana pa hija, tudumishe moyo wa wamisionari waliokuwa wakitoa uhuru kwa wengine na bado wanatupa nguvu na motisha inayotokana na imani yetu kujikomboa kutoka katika aina yoyote mpya ya utumwa. Mashamu Stefano Musomba, kuweka msingi wa jimbo jipya sio kazi rahisi. Kuna hitajika upyaisho, ubunifu, mipangilio, mipango ya kimkakati. Hayati Baba Mtakatifu aliona ndani yako uwezo huu na amekukabidhi chakato huu muhimu. Takatifu Augustino katika kitabu cha kwanza cha maungamo yake, alipokuwa akiomba na kutafakari barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 14, alisema hivi: lakini watu wawezaje kumwomba mtu ambaye bado hawajamwamini, na watamjie bila ya mhubiri, huku ukifanya kazi yako ya kufundisha, kuongoza na kutakatifuza
Basi utiwe moyo na Mtakatifu Augustino katika kuwatayarisha watu kumya na kupendwa Mungu. Bila shaka kwa kufanya hivyo, utafanikiwa kutekeleza miundo ya jimbo jipya inavyotakiwa na kanisa, hasa kwa kuangalia miongozo ya ndugu zako maaskofu na kutokana na mangamuzi ya majimbo mengine. Kwa hakika utaanza na kukuza imani ya Kikatoliki kwa watu wako kama hatua muhimu, pamoja na kujenga miundo msingi iliyotajwa na kutekeleza mipango ya kimkakati kwa siku zijazo za jimbo hili jipya. Usiogope. Tafadhali kumbuka kwamba Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wanajisumbua bure. Mkabidhi Mungu kazi hii ya kuunda miundo ya kimwili na kiroho ya jimbo hili kwa njia ya maombezi ya Maria Mtakatifu, mama wa Mungu. Kama ilivyo katika sherehe nyingine za furaha na adimu nilizoriki, ninafurahi kutambua dhamira ya serikali ya Tanzania kwa mshirikamano na ushirikiano na Kanisa Katoliki. Ninatambua ushiriki mwingi wa baadhi ya wawakilishi wa serikali pia katika tukio hili, kuanzia na Mheshimiwa Philip Isidore Mpango, makamu wa rais na mgeni rasmi, ambaye anaonyesha ushirikiano huu endelevu kati ya kanisa na serikali kwa ajili ya wema na ustawi wa watu. Wapendwa katika Kristo, kanisa sima bado linaomboleza kifo cha Papa Francisco. Watu wengi wamezungumza na kuandika mengi kutumaini uongozi wake katika kanisa. Hayati Baba Mtakatifu Francisco alikuwa na heshima kubwa kwa Kanisa Katoliki la Tanzania. Alijibu mara moja mahitaji yetu ya kichungaji na ya kiutawala bila kukawia. Hili linajidhihirisha wazi katika uundwaji wa jimbo hili jipya. Tuendelee kumwombea ili Bwana ampokee katika ufalme wake. Roho yake ipumzike kwa amani. Amina. Napenda kuwatia moyo mapadri, watawa na waamini kushirikiana na askofu wenu katika kuweka misingi imara ya jimbo hili jipya. Juhudi hizi nzito zirahisishwa na utajari wenu na uhiari wenu wa kufanya kazi pamoja kama timu, chini ya uongozi mahiri wa Askofu Musomba, ambaye kwa mara nyingine tena tunamtakia huduma yenye baraka katika eneo hili zuri. Mwenyezi Mungu awabariki wote. Tumsifu Yesu Kristo. Makofi tena kwa balozi wa Baba Mtakatifu kwa hotuba yake nzuri. Ametukumbusha historia, lakini kwa namna ya pekee kwa kuthamini lugha yetu ya Kiswahili tunasema asante sana.